Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, niko hapa na habari kuhusiana na issue ya vita ambazo zilikuwa zinaendelea Kongo, lakini pia vile vile nadhani utakuwa unafahamu kwamba kulikuwa kuna vita ambayo ilikuwa inaendelea kati ya Ukraine na kule Urusi. Sasa kitu ambacho kimehappen bwana, kukianza na upande wa Kongo ni kwamba hatimaye rais wa Rwanda Paul Kagame na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi wamekutana nchini Qatar jana siku ya Jumanne Machi 18 mwaka 2025 kwa mazungumzo yao ya kwanza ya uso kwa uso tangu waasi wa M23 waanze mashambulizi mashariki mwa Kongo mwezi Januari mwaka huu huko Goma. Nadhani utakuwa unakumbuka mpaka kuna Watanzania walikuwa wamekwama kule baada ya machafuko hayo kuhappen huko Kongo, na ikawa inasemekana kwamba hawa M23 walikuwa wanakuwa funded na serikali ya Kagame, lakini kukawa kuna ugomvi ukiwa unaendelea kati ya Rwanda na Kongo kutokana na hayo machafuko ya M23 kuvamia upande ule wa Goma kule DRC. So maraisi wa nchi hizo mbili wamekutana Qatar kwa ajili ya mazungumzo ya uso kwa uso, jambo ambalo linaonyesha kwamba kuna uwezekano wa kumaliza tofauti zao na kumaliza kabisa machafuko ambayo yanaendelea kule Kongo DRC. So mkutano huo umesimamiwa na Amir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamas Al Thani, na ni mkutano ambao umefanyika ikiwa imepita siku moja tu tangu kundi la M23 lijitoe kwenye mazungumzo ya amani nchini Angola, wakidai kwamba chanzo ni viongozi wao kuwekewa vikwazo na Umoja wa Ulaya. Mambo hayo, lakini ukachana na upande huo wa Kongo na Kigali, ni pia vile vile kuna hii habari ya Putin ni kwamba amejaa kwa Trump vita kusitishwa. Unaambiwa kwamba rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin wamekubaliana kwenye usitishwaji wa mashambulio katika miundombinu na ya nishati ya nchini Ukraine. Viongozi hao wawili wamekubaliana hayo katika mazungumzo ya zaidi ya saa 2 yaliyofanyika kwa njia ya simu, ingawa Putin hajaweka bayana kuunga mkono usitisho wa mapigano kwa siku 30. Taarifa hiyo imetolewa na ikulu ya White House, imeeleza hatua ya kwanza kabisa ya kuelekea amani ina matumai itajumuisha usitishwaji wa mashambulio katika Bahari Nyeusi na hatimaye kufikisha mwisho wa mapigano ya huko Ukraine na Urusi. Kwa hiyo huenda kukawa na amani katika pande hizi tofauti za dunia. Ukiwa kama mdau una kipi cha kuzungumza, weka maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.